zitaenda kwa kampuni yako. Sisi tunajua cha kufanya. Vijana tutawapatia kazi. Usiku mnavaa mask, mnaenda kwa hiyo kamera, mnafanya hivi, mnang'oa hiyo kamera. Hakuna ushuru itaenda kwa Kasongo. Muko tayari? Kasongo alisema kwamba ati sisi tuende gym, kwamba sisi hatufanyi mazoezi. Mimi ningependa kuuliza Kasongo, hii gym anaendanga inanyonga paka nywele? Hii gym ya Kasongo inanyoa nywele? Hii gym ya Kasongo ni kinyozi. Yeye ni bure, sio bure. Na nyinyi mnajua vile watu wa gym wanakaanga, si ndio? Wanakuanga wameunga, si ndio? Hebu boss kuja hapa bana. Wewe unaendanga gym? Kasongo anakaa hivi kweli? Sasa huyu Kasongo aje kutubeba ufala bana. But party leader, tunashukuru sana kwa zile issues ambazo umetuambia. Na ile ambayo imenigusa mimi sana ni ile uongo ambaye Kasongo amefanyia watu wa Western Region. Yeye amekuja kule Western Region. Hii ndio financial year ya mwisho kabla tuende kwa uchaguzi. Bado Kasongo anakuja Western Region ku launch projects. Mimi natarajia 4th year ya rais wa Jamhuri ya Kenya angekuwa anakuja kufungua zile miradi ambazo zimeisha. Lakini kwa miaka 4 William Ruto hajakamilisha project hata moja kule Western Region. Bado anatenga, bado anazindua. Nimemuona akienda ati anaenda kutupatia bulb moja kwa kinyozi ambaye ni ya matope. Hapo ndio Kasongo amefikisha Waluya. Lakini anasahau kuambia Waluya kwamba yeye amenunua Nzoia Sugar Factory, saini yake. Amenunua Mumias Sugar Company, saini yake. Amenunua Mohoroni, saini yake. Amenunua Miwani Sugar Factory, saini yake. Amenunua Chemilil, saini yake. All sugar factories are owned by one William Samoei Ruto. Huyo mtu ni mwizi ama si mwizi? Amemaliza uchumi ya mtu Mluya. Alafu viongozi wetu wote wamenunuliwa ati wanasema 2 term. Tungependa kuambia hao viongozi wa Luya, William Ruto unaweza kuwa umenunua viongozi, lakini roho za watu wa Luya wanasema ni 1 term. Jamaa ametumaliza kiuchumi. Hakuna project kilomita hata moja ya tarmac imewekwa Western Region. Alituambia atatupatia 1000 kilometers of roads. Paka leo hata barabara ya kwenda kwa Musalia Mudavadi ni matope. Yes. So sisi tumesema, sisi kama vijana wa jamii ya Waluya, tumesema unaweza nunua hao ma MP wachache hao magovernors wako wanakuimba, lakini tumesema mimi Cleophas Malala, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Edwin Sifuna, tumeshika huyu mtu makende. Tufinye tusifinye? Tufinye tusifinye? Hatuendi kuruhusu William Ruto aingie Western Region. Na tumesema baada ya William Ruto kutoka Western Region, sasa tumepanga Riggy G, Kalonzo na United Opposition tunaenda huko sasa kufagia ile uchafu ambaye ameweka kule Western Region. Party leader wetu vile tunashukuru, umetuonyesha muongozo. Juzi umetutajia makampuni ambazo William Ruto amechukua na anatumikia kuibia wa Kenya. Na
nashukuru kwamba umeita press conference next week ya kutaja biashara zote za William Ruto. Na kama William Ruto amechukua kampuni yoyote, sisi wa Kenya tunaenda kukataa kununua hiyo bidhaa. Hata kama amechukua biashara ya kibiriti, tunakataa kununua hiyo kibiriti. Si ndio? Ni vizuri pia party leader umetuambia kwamba William Ruto ameuza viwanda za serikali. Kenya Ports Authority anataka kupeana saa hii. Kenya Pipeline Corporation Kasongo amechukua. Safaricom Kasongo amechukua. Sugar factories zote William Ruto amechukua. Amechukua Fuliza, eCitizen. Ati kwamba mkitumia eCitizen, Kasongo anachukua commission kwanza ndio anapatia serikali. Ati sasa hapa Nairobi ameleta ati cameras. Ati wewe ukipita kwa bahati mbaya vibaya kwa jam, ati Kasongo unalipa kampuni ya Kasongo kwanza. Hiyo kampuni ya NTSA ni kampuni ya Kasongo na Murkomen. Nyinyi mtakubali hiyo? Sisi tumesema kama ni lazima uweke hizo cameras hapa Nairobi, wacha serikali yenyewe i-collect hizo taxes. Lakini kama hizo taxes zitaenda kwa kampuni yako, sisi tunajua cha kufanya. Vijana tutawapatia kazi. Usiku mnavaa mask, mnaenda kwa hiyo kamera, mnafanya hivi, mnang'oa hiyo kamera. Hakuna ushuru itaenda kwa Kasongo. Mko tayari? Kama hiyo kampuni ni ya Kasongo, hatutalipa tax yoyote. Lakini kama ushuru itaenda kwa serikali, we are welcoming the new technology ya kuregulate traffic yetu in the city, but not to benefit an individual. Kwa sababu haya maneno ni ya Nairobi, party leader wangu, utaniruhusu nimkaribishe gavana mtarajiwa, mtu ambaye anaelewa mambo ya Nairobi. Munajua Bazuu wa Nairobi? Munajua Bazenga wa Nairobi? Tumkaribishe Mheshimiwa Gakuya. Basi shukran. Wamama wa Kanairo, hamjambo? Hamjambo tena? Hamjambo tena? Asantini na karibuni sana. Ningetaka kwenda na mwendo wa nyika sana kwa sababu ya muda, na haswa ningetaka kutambua chama cha DCP katika kaunti ya Nairobi. Kama mpo, msimame hapa mbele ni watambue haraka sana iwezekanavyo, tusonge na masaa. Tafadhali pangeni laini hapo haraka haraka. Haya. Nitaanza kusonga. Haya. Nitaanza pande ile. Chairman Githua wa Mwanya, makofi kwake. Asante sana. Acha nione mwenzake. Haya. Monica kutoka Dagoretti South. Haya. Watatu ni Joy kutoka Mathare. Mwingine ni nani? Haya Mwambua kutoka kule Lang'ata. Haya, tuko na wakili hapo, salimieni kwa hewani. Tuko na Mosese kutoka Westland. Tuko na coordinator Masharia hapa kutoka Makandara. Tuko na kijana chupavu hapo anaitwa Jamu kutoka Starehe. Haya, tuko na Zuu kutoka Westland, na tunamalizia na Rwasambu Esther. Huyu naye ni mrembo wa kule ofisini anaitwa Wanjiku. Salimia watu hewani. Tumemaliza hiyo randa, na ningetaka kwenda hiyo hatua nyingine. Ningetaka viongozi wale wanaitwa mashinani, MCA kako gire hali na koro hemu ndugu wa Nairobi agire ha Nairobi elected members Nairobi na ihenya kago kwa mbio ya nyika haraka.
naomba kwa sababu nyinyi ni viongozi, niwape nusu dakika. Kila mtu ajitaje na mahali yake. Harambee! Harambee! So walikuwa nasema hii chama ni ya Wakikuyu. Huyu mrembo ni Mkikuyu. Huyu ni Mkikuyu. Mimi naomba our party leaders, hii nomination mtupatie siku. Kama next week tufanye nomination, tuchague ule women rep tunataka, ndio tuanze kusonga. Ndio tuanze hizi mapengo tuanze kuzijaza. Si tuko na governor hapa na tuko na women rep. Sasa tupatiwe senator, tupatiwe deputy governor, tuanze kufanya hii shughuli. Mimi nilichaguliwa na chama ya UDA, lakini mimi ndiye the only MCA nilisema nitatembea na baba yangu na bishop wangu wa siasa, si ndio? Mimi nilisema siwezi tembea na mtu ambaye anapiga makanisa yetu, si ndio? So walipiga PCA ya Mweki. Huo ni mtu anapenda Mungu. Huo si ni shetani. Mimi naomba tushikane na tuanze hii Nairobi, lazima tuikomboe. Mungu aweze kuwabariki na tushikiane kabisa. Asanteni. Wanyoike Harambee! Harambee! DCP, mimi ndio mheshimiwa wa Kariobangi North. Watu wananijua kama Wanyoike wa DCP, firstborn wa hii chama yetu ya DCP. Harambee! Mimi nachukua fursa hii kukaribisha Mama Omanga katika hii chama yetu. Na niambie my fellow MCAs, hii mambo ya kusema tunakojea Disemba ndio mkuja zile watu wamejenga chama, hiyo hatutakubali. Kama tunasema ni DCP, wakati ni sasa. Ama MCA ambayo wanafanya 2 term hivi tunawajua na tunawaambia wakati ni sasa. Tumewapatia last warning, mkuja kwa chama. Asanteni sana. Harambee! Wamama venye mnakaa poa hamtaki kuongea. Harambee! Majina naitwa Wanjiro wa Karaoke. Langu ni ombi, tukienda nyumbani wa mama tuongee na watoto wetu watukue ID. Wakishachukua ID, tafadhali wajisajili kwa chama yetu ya DCP. Sawa sawa. Harambee! Asanteni sana. Harambee! Harambee! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Karani, MCA Utawala and incoming member of Parliament Embakasi East. Yangu ni machache. Kwanza kushukuru Mheshimiwa Patirinda Rigathi Gachagua kutengeneza nyumba kubwa yenye inatoshea kila Mkenya. Ya pili ni kukaribisha Mama Mirandi kwa chama ya DCP. Na la mwisho nataka kutoa tangazo kwa viongozi walioko sasa, aswa wale ma-MCA wa Nairobi County. Saa hii Mheshimiwa wetu Rigathi Gachagua ni kama ule Noah wa Biblia. Alifanya mambo ya kujenga haki. Anatangaza mafuriko inakuja. Tafadhali don't take your time. Mchangamuke mapema ndio best. Harambee! Harambee! Asante. Watu wa Kanairo mtambo. Harambee! Mimi naitwa Grace City, MCA wa Murang'a, incoming Mama County wa Murang'a. Watu ya Nairobi, wacha niwaambie kitu moja. Hapo awali watu walikuwa wanasema nobody can stop Lege. Rigiji has stopped Lege. Amesimamisha, hajasimamisha? Amesimamisha Lege, hajasimamisha. Huyu ndio dawa, huyu ndio fare ya Kasongo kwenda nyumbani. Mimi pale Murang'a kuna mama nimekibisha kama baiskeli ya kuimbiwa. Saa 1 2027 Grace City atakuwa ndani. Asanteni sana, mshikiria huyu Mama Mirandi. Mama Mirandi, nikwambie kitu moja. Ukienda Nairobi kwa inga kwa kerege kada unyoke tegiuma kwa Ruto kwa Ruto doga
gacoke gwake rĩngĩ. Asanteni sana Harambee. Basi wacha tumsikize dakika moja tu mrembo. Harambee. Wamama hai. Wamama mwa. Asante sana Your Excellency the former Deputy President na Tabaito. Tunasema kule pande ya mlima, huyu ndio kiongozi wetu Kingpin, sawa sawa. Na mimi naitwa wakili Sasha Wamae, mimi ni MCA kule Nyandarua. Na wamama si time tunagutuka, sawa sawa. Wamama tunafanya nini? Tunagutuka tufukuze Kasongo. Alikuja akaondoa linda mama, saizi analilisha mama. Kweli si kweli? Akaambia mama wetu wa soko atawatengea supermarket vile watauza, saizi wanalia hawalii. Watoto wetu waliambiwa watasoma bure, wanasoma hawasomi. Watu wetu wa boda boda vijana shupavu wakaambiwa watanunua matatu, saizi wako na matatu. Kwa hivyo Kasongo ni one time, na sisi tuko na baba yetu hapa Rigathi Gachagua, tuko nyuma yake, na mulima sisi tukipenda tumependa. Kwa hivyo saizi roho yetu inataka kufukuza Kasongo. Kwa hivyo Kasongo lazima ende wapi? Lazima ende wapi? Full stop ni wapi? Sugoi. Harambee. Na mimi huko ndio incoming Mama County 2027. Asanteni. Aya, wapi makofi ya watu wa Nairobi? Na Mheshimiwa Bazenga bado hajaongea. Huyu Bazenga yeye ni mtu anaelewa mambo ya biashara za hapa town, si ndio? Tutampatia nafasi atusemezeshe, lakini kuambieni tu kwamba sisi kama chama, unajua imefika saa 7. Na saa 7 ndio wakati wa news, si ndio? Tungependa cameras zote zinaenda live. Tutapatia party leader wetu nafasi aongeleshe Kenya, si ndio? So kwa dakika moja tu party leader atakuwa. Chama cha DCP ni chama cha kitaifa. Tungependa Kenya nzima ijue kwamba kutoka kule Kisii chama ni DCP. Kule